إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu na kumwombea ziada ya rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu kitukufu cha Qur'an, ayyaman ma'dudati, hizi ni siku zenye kuhesabika. Na ni kweli tumezihesabu siku hizi na zimekwisha. Tumekuja katika sunna sahiha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsabu, ash-shahru kadha wa kadha wa kadha. Sisi asili yetu ni umma ummiya, nisbatun ila adami asli al-ilm. Ummiya ni uegemezo wa kuwa na asili ya kutokuwa na elimu. Hivi ndivyo ambavyo Allah amemsifu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asili yake alikuwa an-nabiyyu al-ummiy. Akasema la naktubu wala nahsab, sisi kiasili hatuandiki wala tuhesabu. Ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha, mwezi ni hivi. Kaonyesha vidole vyake, viganja vyake vyote viwili vya mkono, maana yake ni 10. Akaonyesha tena wa hakadha mara ya pili, maana yake ni 10 ya pili. Kwenye riwaya ya kwanza mara ya tatu akaonyesha kiganja kimoja cha mkono kamili na kiganja cha pili cha mkono akabinya kidole kimoja. Maana ni ngapi hizo? 9. Na katika riwaya ya pili akaachia tena vidole vyake vyote, ikaonekana mwezi ima 30 au 29. Hivi ndivyo mwezi wetu ulivyo. Allah ameutaja mwezi huu kwa maneno haya, kasema ayyaman ma'dudati, ni masiku yenye idadi, ima 29 au 30, na yamekwisha. Ni masiku machache ambayo yamewekwa ndani yake, kama mtu ana uwezo kuyatumia vizuri, kawafikiwa kuyatumia vizuri masiku haya, yanamtoa.
yanamtoa kabisa na kuwa ni katika watu bora mbele ya Allah tabaraka wa taala, anakuwa ni katika watu ambao watakwenda kujisikia mbele ya Allah siku ya Kiyama kwa kuyatumia vizuri masiku haya yenye idadi maalum. Ayuhal mu'minun, pia kwenye kitabu cha Qur'an kuna aya Allah tabaraka wa taala anasema khitamuhu misk, athibitisha hitimisho la kinywaji cha watu wa peponi kitakuwa kinatoa harufu nzuri ya miski. Miski ni katika harufu za kiwiliwili na mavazi, sio harufu ya kinywaji, lakini ile hali ambayo anaipata mtu ya amani na utulivu anapopiga perfume ya miski katika mwili wake, na kuwa kwake anaweza kutembea mbele za watu akijiamini, basi ndivyo anapokunywa kinywaji hiki cha peponi anapata hali kama hiyo. Khitamu miski, imma katika takhlid, mchanganyiko uliochanganywa katika kinywaji hicho pamechanganywa pia na miski, au unapokunywa mwishoni unasikia harufu nzuri ya miski. Yaani hii ni kuonyesha kinywaji hicho kizuri bora, na mwisho wake kina ladha nzuri na harufu ya kuvutia. Ubora wa kinywaji umethibiti, kipo na auswafi hizo. Lakini wanywaji wa kinywaji hiki wametajwa kwenye aya inayofuata baada hapo. Allah akasema falidhalika falyatanafasi almutanafisun, mnaotaka kunywa kinywaji hiki chenye auswafi hizi nzuri, kinywaji kitamu cha peponi, mshindane. Sio mujarradi wa kuwa kinywaji hiki ni bora basi kila mtu atakuwa na hadhi ya kunywa, la. Falidhalika falyatanafasi almutanafisun, ili mfikie kwenye kinywaji hicho washindane wenye kushindana. Akafungua mlango kwa wanywaji wa kinywaji hicho, lazima wapambane. Kinywaji kipo, auswaki zake ndio hizo, na yoyote atakaye kuwa ana hadhi ya kunywa atakunywa katika kinywaji hicho, lakini akinyweki kiwepesi. Ni lazima upambane. Falidhalika falyatanafasi almutanafisun, ipatikane munafasa kwa ajili ya kwenda kukitafuta kinywaji hiki ambacho khitamuhu misk. Wa fi shahrikum hadha khitamuhu misk, huu mwezi wenu wa Ramadhani hatima yake ni miski. Lakini kupata hatima hii ya miski, falidhalika falyatanafasi almutanafisun, naam, kuifikia khitamu hii ya miski washindane wenye kushindana, haipatikani kiwepesi. Naam, mwezi mtukufu wa Ramadhani hitimisho lake ni miski. Kuna 10 la mwisho la Ramadhani, miski yake hiyo. Kuna usiku wa Lailatul Qadri, miski yake hiyo. Kuna zakatul fitri, miski yake hiyo. Kuna 6 Shawwal baada ya Ramadhani liitimami siyamu sanatin kamila, liitimami siyami sanatin kamila, ili kwa ajili ya kutimiza mtu kuwa amefunga mwaka mzima, amalize Ramadhani afuatilize kufunga siku ngapi? 6. Hii ni hitimisho la miski. Ramadhani mwisho wake ni bora kuliko mwanzoni mwake. Tulikuwa tunaimbia ija Ramadhani, ija Ramadhani, bado siku mwezi huu wa Rajab umebakia miezi miwili, jamani, mwezi huu wa Shabani bado idadi ya masiku. Waumini walikuwa na shauku kuja katika Ramadhani, na shauku sasa zimebadilika, zimehamia kwenye hima ya Eid. Je, hizi hima ambazo watu wanazihangaikia kwenye mavazi, katika vyakula, maandalizi ya kadha na kadha, inasadifu na khitamu ya miski ya mwezi wa Ramadhani? Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda al-izara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, ilikuwa inapoingia 10 la mwisho la Ramadhani, Mtume alikuwa anafunga vizuri kikoi chake, kwa maana mbili zilizotajwa na wanazuoni za msingi, na kuna maana nyingine. Shadda al-izara ibaratun an hijranun nisa. Maana ya kwanza ni kwamba ilikuwa ina maana alikuwa anahama wake zake, kafunga kikoi, hakuna kufunguka mpaka 10 linakwisha. Bye bye wake,
Ni kweli mtume alikuwa anahama wake zake inapoingia kwenye Ramadhani ya mwisho, anahamia msikitini, hataki kabisa habari za wake. Na alikuwa na lundo la wake 9 walikusanyika sehemu moja, na ukihesabu wote jumla yao walikuwa 15. Lakini kwa wakati mmoja wake 9 wote anambia siku 10 sitaki mawasiliano na nyinyi. Lakini maana ya pili, shadda mizara ibaratun ala annahu yadkhulu fil ma'araka, ma'arakatul ibada min at-tilawa wal qiyam wa ila akhir ma hunalik. Naam, maana ya pili ni kwamba alikuwa anaingia kwenye mapambano, kikoi kikilegea kitafunguka. Anakikaza vizuri kwa sababu anaingia kwenye vita ya kisimamo, vita ya kusoma Qur'ani. Abdullah ibn Mas'ud siku moja kaiona swala ya mtume kaipenda, akaingia naye kwenye swala. Mtume akafungua Bakara, anasema yarka inda al-100, akifika aya 100 tarukuu, akavuka. Akasema yarka inda al-100 thaniya, atarukuu kwenye 100 ya pili, akavuka. Asema akimaliza hii sura hii atarukuu, akafungua sura Al-Imran. Imekwenda la rakaa moja, mtume akapiga Bakara yote, akapiga Al-Imran yote, akapiga Nisa yote, juzu 5 rakaa moja. Hii ndio maana shadda mizara, alifunga kikoi chake kwa sababu kisimamo hiki na kisomo hiki kama kikoi kijafunga vizuri kitafunguka chenyewe. Abdullah ibn Mas'ud anasema alipomaliza ile sehemu ya kwanza, laqad hamamtu bi amrin su, nilikusudia jambo baya. Aulizwa jambo gani ulikusudia? Akasema nilikusudia nimwache na swala yake niendelee mimi na mambo yangu mengine. Shadda mizara, alifunga kikoi chake, alikuwa anaingia kwenye mapambano. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ختامه مسك. alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anapambana kwenye 10 la mwisho, mapambano ambayo hapambani kwa mapambano hayo kwenye masiku mengine. Sasa tunapambana kwenye maduka na masoko, tunaandaa sikukuu. Unaangalia kanzu ya laki na 20, kwa hadhi yangu mimi kanzu ya laki na 20 nafanana? Hapana. Hauna kanzu nyingine yenye thamani kuliko hiyo dukani? Anatumia masaa matatu kujadili na mfanyabiashara na wafanyabiashara kwenye kununua mavazi, wakati anatakiwa wepo kwenye kiam. Na kaenda duka la usiku, mpaka anatoka dukani saa 6 saa 7, aje saa 8 inaanza kiamu. Huyu atalala mwanzo wa kiamu mpaka mwisho wa kiamu. Tunaswali na watu ndani ya salatu tarawih, kuna mtu anapiga hatua moja anaenda mbele namna hii, yupo singizini. Kwa hiyo hakuwa na maandalizi ya kipindi hiki kigumu kama alivyokuwa anafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwenye 10 la mwisho Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, imma alikuwa akiingia alfajiri ya mwezi 20 atoki, ima magharib ya kesho tunaswali Idi, au wakati mwingine anatoka msikitini salatu alfajiri anakwenda kwenye musalla al-Eid. Akitoka kwenye musalla al-Eid ndo anarudi nyumbani. Kanzu kaandaa wakati gani? Mavazi ya watoto nayo kaandaa muda gani? Laisa al-Eid liman labisa al-jadid, innama al-Eid liman amina fi yawm al-wa'id. Ili haishi kwa kuvaa nguo mpya. Ili ni kusalimika katika siku nzito mbele ya Allah tabaraka wa taala, na njia ya kusalimika ni kutumia vizuri masiku haya 10. Ukiwini kwenye haya masiku 10, una dhamana miaka 82 83 wa uhai wako. Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Usiku mmoja wa Lailatul Qadri ukiwafikiwa kuupata, unafanya ibada ndani yake, unapata dhamana miezi 1000. Kwa tathmini miaka 82 au 83, nani atafika miaka 82 83 kati yetu? Kwa hiyo Lailatul Qadri moja tu ukiwafikiwa na Allah, Lailatul Qadri moja tu, una dhamana ya miaka hiyo yote katika maisha yako. Sasa lau kama Allah amejalia wewe una miaka 10 katika uhai wako yote unapata Lailatul Qadr, una dhamana miaka mingapi? 82 mara 10. Kwa hiyo masiku haya 10 yanatengeneza amani ya kudumu
na starehe za milele mbele ya Allah tabaraka wa taala. Liman tanafasa fiha, atakayeshindana kwenye masiku hayo. Falidhalika falyatanafasi almutanafisun. Imethibiti bila ya shaka ubora wa masiku haya, imekuja kwenye Qur'an, imekuja kwenye Sunna, ubora wa masiku haya. Lakini ubora wa masiku ndio ubora wa mtendaji? Lazima mtendaji awe bora kama masiku yalivyokuwa bora, ili vibora hivi vikikutana kinatengenezeka kitu kilichokuwa bora. Ikhwani fil iman, ayyaman ma'dudat intahat, masiku yenye kuhesabika yamekwisha. Aliyepata kapata, aliyekosa kakosa. Na uwezekano wa kupata kwa masiku haya yaliyobaki upo. Naam, leo hii inaswaliwa tarawehi ya 25 usiku, miongoni mwa usiku zinazotarajiwa ndani yake kuwepo usiku wa Lailatul Qadr. Naam, kuna mwezi 27 ambao ni arja layali al-Qadr, usiku wenye kutarajiwa zaidi kupatikana usiku wa Lailatul Qadr, mwezi 27, bado hatujaufikia. Kwa hiyo kuna uwezekano atakayeathirika na mazungumzo haya akayafanyia kazi hizi siku 5 zilizobaki, inawezekana akapata na zikamtengenezea mustakbali bora kuanzia sasa mpaka pale atakapokwenda kukutana na Mola wake. Ikhwani fil iman, haikatazwi bali inapendelewa siku ya Idi watu wavae vizuri, inapendelewa siku ya Idi watu wale vizuri. Ndio maana ikaja sheria katika khitamu almisk ya mwezi wa Ramadhan, upatikanaji wa zakatul fitri, ili kusudi wewe mtoaji wa zakatul fitri yale mapengo yako kwenye saumu yanazibwa na hiyo zakatul fitri, na yule mpewaji zakatul fitri siku ya Idi anakula wali mzuri, kitoweo kizuri. Haya ni mambo yanayotakikana katika sheria. Tutamaliza kwa kutoa zakatul fitri. Hii ni katika moja ya khitamu iliyokuwa nzuri, lakini kwa mujarradi wa kula vizuri siku ya Idi umefaulu? Ikhwani, kama nilivyosema, laisa al-Eid liman labisa al-jadid wa akala at'imatan ladida, akala chakula kitamu. Hiyo sio kufanikiwa. Haya nayo tuweko kwenye mizani ya ibada. Mtoaji wa zakatul fitri afanye kama ni katika utimilivu wa ibada zake za mwezi wa Ramadhani, lakini mpewaji wa zakatul fitri atumie zakatul fitri yake kwa malengo haya ya kuonekana yeye ana furaha ndani ya siku ya sikukuu kwa kula chakula kizuri. Lakini ghaya al-asma, malengo mama, ni kusalimika na adhabu ya Allah tabaraka wa taala kwa kutumia vizuri masiku haya ambayo lau kama tukiwafikiwa kuyatumia vizuri, kitamu yake itakuwa ni miski kwenye asli ya ibada yenyewe, na kwa mtendaji wa ibada hizo wote wataondoka na kitamu iliyokuwa nzuri. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala imamil mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdillah as-Sadiq al-Amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ba'du nuqat muhimma yambaghi an nura'iha. Kuna nukta za msingi inapasa tuzichunge. Ikhwani fil iman, miongoni mwa alama njema ya kukubaliwa saumu yako ya Ramadhani ni al-istiqamatu ba'da Ramadhan. Na kwa kulichunga hilo, sheria imekupa mwezi mzima wa kufunga, alafu haikukuacha ulipomaliza kufunga ubakie bila kufunga. Ikakwambia kwamba umemaliza kufunga saumu ya wajibu, alafu unatakiwa ufunge saumu ya sunna. Umemaliza Ramadhani, unapewa siku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal, manake saumu usiagane nayo baada ya kumaliza Ramadhani. Saumu hiyo ni jambo la kudumu kwako, istiqama katika saumu. Umemaliza siku 29 au 30 za Ramadhan, alafu ukimaliza mwezi wa Shawwal unaambiwa funga siku 6. Ukiamua kuziunganisha
ukiamua kufunga moja moja, ukiamua leo umeswali Idi, kesho unaanza kufunga siku zako 6, yote hiyo inakubalika. Man sama Ramadhan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr, aliyefunga mwezi wa Ramadhani alafu kisha akafuatiliza kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal, anapewa thawabu za kuwa amefunga mwaka mzima. Hii ni istiqama katika nini? Saumu. Mnaposwali neno astaghfirullah mnalitamka mara ngapi ndani ya swala kabla ya kutoa salamu? Unaposwali ndani ya swala ibada ya Allah, neno astaghfirullah unalitamka mara ngapi? Katika jilsa baina sajidataini, kikaazi baina sijida 2, ambacho kikazi hiki kwenye swala raka 4, vipo vikazi vingapi? 4. Sawa. Moja ya adhkari ambazo watakiwa kuzisoma katika kikazi kile ni kusema astaghfirullah mara 2, au Allahumma ighfirli warhamni wajburni kama ilivyozoeleka. Sawa. Unafanya istighfari nini wakati upo ndani ya swala? Yaani hii istighfari ndani ya swala ya nini? Wakati unafanya ibada ya Allah. Na nielewa vizuri? Ina maana ibada ya istighfari ni ibada inayojitegemea yenyewe. Umefanya madhambi au kufanya madhambi, miongoni mwa ujuzi wa istighfar ni kwa kwake mwenye kufanya istighfar anataka kurekebisha makosa aliyofanya baina yake na baina ya Mola wake. Anarekebisha kwa kusema, kumwambia Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi. Lakini miongoni mwa maana za istighfar ni kwa kwako mja unataka unyanyuliwe daraja za juu. Na imekuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kutaka mizani yake iwe mizito siku ya kiyama falyukthir min al-istighfar, akithirisha kusema astaghfirullah wa atubu ilayhi. Sasa kitabu misk katika istighfari na tauba. Wavuta sigara hawakuwa na uhuru wa kuvuta sigara mwezi wa Ramadhani. Jalia Ramadhani hii ndio sababu ya kuacha kwako kuvuta sigara moja kwa moja, ukawa umefanya taubatan nasuha katika uvutaji wa sigara. Wenye vimada waliweka parking vimada vyao, wameweza mwezi mzima kumcha Mola wao kuto kuzini, na vimada vimekaa pembeni. Ukitoka hapa tangaza ndoa au mwambie hadha firaku baini. Waganga wa kienyeji, vilinge vya ramli vimefungwa mwezi wa Ramadhani, na wateja walipokuja kufanya ramli waambia mwezi wa Ramadhani nitapiga vipi ramli bwana, mimi Muislamu bwana, nafunga bwana. Kusudia kutokurudi tena kupiga ramli, na kusudia katika haya maelezo yote, miongoni mwa vitu ambavyo itakuwa khitamu yake ni amith, ni kudumisha tauba baada ya kuwa umewafikiwa kufanya tauba hiyo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Madhambi yako yale ambayo ulikuwa yawezi kuyaacha Ramadhani umeacha. Hii ni dalili ya kwamba una uwezo wa kuyaacha haya madhambi. Sasa una khiari katika khitamu yako ya miski. Wewe uwe khitamu yako ya miski kweli, au urudie machafu yako jichafue baada ya usafi unaotengeneza. Ikhwani fil iman, inna min alamati qabuli alhasanati alhasanatu ba'daha, miongoni mwa alama za kukubaliwa wema uliofanya ni kudumisha wema baada ya wema uliofanya. Baada ya Ramadhani itakuwa tafsiri ya saumu zetu, ama kubulatun hiya ama rudha. Je, saumu zetu zimekubaliwa, zimepita au zimerudishwa? Tasarufati za wafungaji watakazozifanya baada shahru siyami zitatoa picha ya kwamba walichokitengeneza Ramadhani kimepita au kimekataliwa. Wa inna min alamati qabuli alhasanati alhasanatu ba'daha, miongoni mwa alama za kukubaliwa wema wako ni kudumisha wema baada ule wema ulioufanya. Ikhwani fil iman, Allah tabaraka wa taala amemuumba mwanadamu ili amwabudu, si kwa lengo jingine. Kumwekea mwanadamu huyu misimu ya kheri, sio maana yake ile misimu ya kheri imekuja na sheria nyingine. Ramadhani imeleta nini kipya? Hizi swala za usiku kabla Ramadhani hazikuwepo?
Hivi saumu kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani haipo? Hivi kufanya ihsani kwa watu wenye kuhitaji na watu maskini hakupo kabla ya Ramadhani? Lakini tumewekea misimu hii kwa ajili ya kupandishwa daraja zetu, kwa kuonyesha tunakubali kupambana na kuongeza jitihada ndani ya msimu fulani, lakini bado dhamira na lengo la kuumbwa kwetu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lipo pale pale. Man kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhana qad intaha, aliyekuwa naabudu mwezi wa Ramadhani umekwisha. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, ambaye alikuwa anamwabudu Allah ndani ya Ramadhani, Allah bado yupo hai na bado amewajibisha wewe uendelee kumwabudu hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo yule anayejua kwamba ameumbwa kwa ajili ya ibada ataendeleza ibada baada ya ibada hizi za mwezi wa Ramadhani. Ama yule ambaye ameona kwamba kuna Mungu wa Ramadhani tu ndio kaamrisha kadha, kuinamisha macho barabarani, ameamrisha kadha, usitukane ukiwa umefunga, Mungu wa Ramadhani, basi baada ya kusha kwa Ramadhani Mungu wako anakuwa ameshaondoka, ibada zako zinakuwa zimekwisha. Allah tabaraka wa taala anasema, wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Atakayerudi nyuma kwa visigino vyake ajue hata mdhuru Allah na kitu chochote, na Allah atawalipa malipo mema wale wenye kushukuru wakadumu katika yale mema waliokuwa wanafanya, ili waende kukutana na Allah tabaraka wa taala kwa amani. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ya kiyama ni siku ambayo mtu hatanufaika na mali yake wala watoto wake ila yule aliyekwenda mbele ya Allah na moyo uliokuwa salama. Nasallallahu tabaraka wa taala an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dhalin wala mudillin, wa an yakhtima lana bis-salihati al-a'mal, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.